Wa kwanza kuweza kuumbwa katika ulimwengu ni mtoto wa kike. Kwa sababu gani? Mtoto wa kike ndiyo ana njia ya kuweza kupitisha nafsi kuja katika ulimwengu huu wa kimwili. Tumbo lake ndiyo njia, ndiyo poto ya kutoka ulimwengu wa kiroho kuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Sawa. Ila tumeweza kufundishwa sisi tuko bora, wao wako chini, ili wajihisi wako chini, wajihisi wadhaifu. Kwa sababu gani? Mtoto wa kike akiwa na frequency kubwa, kwa sababu viumbe bora katika ulimwengu ni binadamu, sawa. Anavyokuwa na frequency kubwa, anasaidia ulimwengu kuweza kuevolve, kuweza kuendelea, sawa. Ila tunavyowakandamiza, wanavyojihisi wako chini, sawa. Nishati ile ya kike, nishati ya uhai, sawa, inakuwa inakufa pia ya katika huu ulimwengu, sawa. Kwa sababu sisi ndio viumbe bora, kwa hiyo sisi nishati zetu zinavyoteketea ndio tunavyoweza kuteketeza pia ulimwengu. Na ndio maana kila sawa analetwa wanaweza kuletwa nani? Wanaweza kuletwa mitume ili kuweza kuja kusaidia ulimwengu, sawa. Wanakuja kusaidia kupitia nini? Kupitia kuweza kuwaamsha watu na kuweza kuelewa. Na ndio maana vitani tunaenda sisi ni walinzi. Siafu atapambana kuweza kulinda Malkia Yughairi yafe, ila sio ile source. Sasa kitu kikubwa ambacho Sheitani alikuwa akipambania, mtoto wa kike anavyokuwa anajihisi yuko chini, hana mamlaka, ile nguvu yake inakuwa iko low. Sasa nguvu yake inapokuwa iko low, hata zile nafsi ambazo anakuwa anazoweza kuleta katika ulimwengu huu, sawa, anakuwa anashindwa kupokea nafsi zenye nguvu. Kwa sababu gani? Frequency yake, nishati yake kwenye mwili tayari iko chini. Nishati yake kwenye mwili inavyokuwa iko chini, kupokea nishati ambayo iko juu inakuwa kidogo mtihani, sawa. Kwa sababu veso yake, ule mwili wake, ile energy alobeba ndani yake haijakamilika, haijafika kiwango fulani, sawa. Kimfano, nikupe mfano mdogo. Kwenye Bible tukija kusoma, kuna mtume aliweza kuletwa katika hii dunia, mama yake kukutana na mwanaume, sawa. Kwa sababu gani? Ili mwanamke aweze kuleta kiumbe katika ulimwengu huu, anachohitaji nafsi iweze kutumwa kwenye mwili wake. Ile nafsi inavyokuwa imekubalika na imeweza kutoka kule, ndio inaweza kusababisha kuweza kuunda. Kwa sababu hili ni tumbo la uzazi, ni poto. Kwa kila kitu kinakuwa kinaweza kujiunda kupitia ile nafsi. Okay, my people. Hii video ni for entertainment purposes. Kwa hiyo, my people, what I'm trying to tell you here, sawa. Watreat sana watoto wa kike vizuri, kwa sababu wao wanavyokuwa na furaha na amani, ndo ulimwengu unavyokuwa unazidi kuwa na nishati ya juu. Ila ndo ukija kuangalia, ndo tunawachezesha video za ngono, tunawachezesha kama mavixen kwenye video, sawa, tunatumia vibaya. Yani ni watu ambao tunawazalilisha kila sehemu. Ingalikuwa bila wao sisi hatuwezi kuwepo. Sisi tunaisha na tunateketea. Yeye ni mfano wa muumbaji, mfano wa creator, mfano wa source, mfano wa mama dunia, mama Gaia. Kama people, tuweze kuangalia ili jambo kiundani. Hii ni elimu ambayo nimeweza kupewa, ambayo niko na jaribu kila kuileta, ilikuwa na kuwa distracted sana. Ila tuje kugundua hivi viumbe vikija kujihisi viko huru, vikija kuwa na furaha, vikija kujua nguvu zao ziko wapi, dunia itabadilika. Dunia itakuwa ni sehemu njema sana. Sisi ni walinzi wanaume. Sisi ni kazi yetu ni kuwalinda na vitu vibaya, kuwalinda na nafsi mbaya. Siafu watakufa, ila sio Malkia, kwa sababu ile ndo source. Sasa source yetu sisi imechafuka, imechafuliwa. Nafsi yako inavyokutoka iko tumboni tayari inashambuliwa na nafsi chafu. Confirmation verb. Let's try to change, okay? And let's try to ascend together. Kwa sababu kila mtu yuko kuplay part yake katika ulimwengu. Ila leo hii wewe ambao uko unamhudumia mkeo, mzazi mwenzako, mama yako vibaya, mtoto wa kike, tambua yeye ndo mfano wa source, yeye ndo mfano wa creator. Wao nishati zao zinavyokuwa ziko juu, dunia hii nishati yake inakuwa iko juu. Kwa sababu sisi ndo viumbe bora, sisi ndo viumbe ambao tumebeba higher frequency, higher consciousness. Sisi ndo tunaujenga ulimwengu na sisi ndo tunaweza kuharibu ulimwengu.
Na ndio maana kila muda ikitokea ulimwengu unakaribia kuteketea, wataletwa masia, wataletwa mitume ili waje kukumbusha watu. Kwa sababu gani waje kukumbusha watu? Sisi ndo tunauumba na sisi ndo tunauangamiza ulimwengu. Kwa ukishaweza kukielewa iko hapo, utakielewa nini ninachomaanisha. Sisi sio kupambana sisi wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni kuweza kupambana yule ambaye anatusababisha sisi tuweze kufarakatana, Sheitani, ambaye anatumia miili ya binadamu, anatumia akili za binadamu, anatumia consciousness. Kwa sababu wewe kabla hujaja kwenye ulimwengu utasikia mtu anakuambia mimba yangu inachezewa. Kwa sababu gani? Inaochezewa ni ile nafsi. Nafsi yako inaweza ikachezewa ingali toka iko tumboni, ikafika huku ikawa tayari na umadhaifu. Kwa sababu gani? Yule ambaye ameweza kuibeba ile nafsi, frequency yake, nishati yake iko chini. Na nishati yake kwa nini iko chini? Kwa sababu wameshafundishwa wao wako chini yetu sisi, wajihisi wadogo, ingalikuwa sisi ni walinzi wao, sisi ni watu kuwapa wao furaha. Wao wako juu. Utaki kuamini hiki kitu, ila wao wako juu, sisi ni walinzi. Sisi inabidi tuwaruhusu frequency zao ziweze kurise ili ulimwengu uzidi kubadilika, ili Mwenyezi Mungu azidi kuleta nafsi ambazo zenye nguvu. Na kila nafsi inayoletwa ni ina nguvu, ila inaanza kushambulia ingali iko tumboni, inaanza kutumika ingali iko tumboni. Inafika tayari ishachezewa, tayari ishakuwa na mapungufu mengi. So my people, stay wise, stay conscious. I love you guys. It's Alan the Wise, the wise man is here again. You know what? I don't know what to tell you, but I know you understand me. Let's love them. Let's take care of them.